Somo hili tutazungumzia au tutajua video mpaka inakuwa viral au inakuwa na watu wengi, inakuwa nini kinatokea au kuna mapeto mangapi inapitia. Tutazungumzia vituo vya usambazaji wa video. Upo kwa mara ya mwanzo video yako unapoipost huwa inafikishwa kwa watu 50 mpaka 1500. Yani maana yake inaanzia watu 50 mpaka 1500. Kuna kitu muhimu unataka ukielewe. Video yako huwa inafikishwa kwa watu 80% ya wafuasi wako kabla haijatoka kwenda kwa watu wengine. Kwa maana yake 20% peke yake ndio watu wa nje. Hii itatusaidia nini kuelewa hili? Utakuja kuelewa huko mbele. Kwa video umeweka kwa mara ya mwanzo itafikishwa kuanzia mtu wa kwanza, wa 5 mpaka 50 mpaka 1500. Angalia, kuna kipindi video inawezekana ikazuiliwa usambaaji kutokana na unafanya vitu ambavyo vinakiuka copyright au vinakiuka mipaka ya mtandao husika. Kuhakikisha kama ni page inakuwa haina matatizo. Kwa mfano mimi nitakuonesha hapa katika page yetu, nikija kwenye hii ndo na nyai dashboard ya insights. Angalia hapa imeandikwa kuna some issue. Hii haitakiwi. Upo Hii video tumeanza kurekodi, tangazo tulilitoa tarehe 5, leo tarehe 8 tuna view milioni 14. Kwa maana tumezidisha view ngapi? Milioni 2 ndani ya siku ngapi? Siku 3. Sio somo letu, of course tunaonesha tu namna gani views zinapozidi kukua kila wewe unapozidi kufanya kazi na kufuata sheria ambazo tutakufundisha. Na hapa maana yake page yetu ina some issue. Hii haitakiwi. Umeona hii? Haitakiwi. Inatakiwa page yako iwe haina issue yote ili isambae zaidi. Lakini of course kama itakuwa na some issue, kama sio kubwa sana, haziwezi kuharibu kitu kama unavyoona hapa. Views zinaendelea kutembea, ila kama ingelikuwa hamna hii, views zingezidi zaidi kwa sababu hii kuna kipindi ina limit usambaaji wa video. Upo Kwa kama utakuwa umevuka mipaka yao, mara nyingi video wanakuwa wanazirejesha nyuma. Na mara nyingi unakuwa views zako zinashuka, zinakuwa zimezidi sana, inafika 10,000 umestop. Kwa hakikisha page yako iko sawa. Kama ni YouTube channel yako iko haijavuka mipaka yao, yani haina makosa ya copyright na vitu kama hivyo. Okay, video yangu nimeiweka imefika watu 5000. Maana watu wameipenda hiyo. Itavushwa, itapelekwa kwenye kituo kingine ambacho kitakuwa ni kituo kuanzia watu 5000 mpaka 15000. Itasambazwa eneo hilo. Watu wameipenda ikafika mpaka 15000, itatolewa hapo, itapelekwa kwa watu 25000 mpaka 100,000. Imefika hapo watu wameipenda. Maana kila muda inapitiwa tena. Yani inapofika kwenye kituo labda 5000 mpaka 15000 inapitiwa. Kionekana imefanya vizuri, retention rate iko vizuri, inasambazwa inapelekwa kwa watu 25000 mpaka 100,000. Imefanya vizuri kitokea 100,000 hakuna tena kituo. Hapo sasa inaachiwa. Utakuta video ina milioni 500,000, 600,000, milioni, bilioni kawaida. Madamu imevuka kwenye 100,000 inakuwa sasa inaachiwa, inasambaa tu bila limit. Na hapa ndo tunasema video inakuwa nini? Inakuwa viral. Take care. Mitandao hii inatofautiana katika kusambaa kwa video. Mfano TikTok, video yako wanaisambaza katika wiki ya mwanzo. Ama Facebook huenda wakachelewa wakachukua hata siku 3 au hata wiki. Yani video umeweka unaikuta kama ina kinachoendelea. Kusubiria, usikate tamaa. Instagram wao inachukua muda mrefu kidogo mpaka waanze kuisambaza. Na YouTube inaweza kawa video ikachukua hata miezi, ina view 2, 3, 4, 5. Yani haisambai vile wewe unavyohitaji. Lakini uzuri wa YouTube, video ikianza kusambazwa inasambazwa milele. Maana yake stop tena. Upo Kuna video sisi tulitengeneza katika upande wa Facebook. Kuna siku nilitengeneza video, niliweka video moja inahusu mambo ya wema. Acha niangalie hapa kama ipo. Kwa mfano angalia hii video. Wakati naiweka au tulipoiweka kwa mara mwanzo, ilikuwa sijui na like 3, 6. Lakini baada ya muda, baada sijui ya wiki 2, nilikuja kuitazama nikakuta ina like 6,000. Sasa hivi ina like 27,000. Na ukija kuitazama kwenye view imefika milioni 1. Umeona? Hii ni muda mrefu na kuoneshia tu namna gani inawezekana kuweka posti ikachelewa kuenea kwa mara ya mwanzo, lakini baadaye ikafanyaje? Ikaenea. Ina maana gani? Ina maana hivi, kama video yako madamu imekaa, umeiandaa vizuri, sheria umezifuata, hata kama ienei kwa mara ya mwanzo usio na wasiwasi. Madamu imefikisha 75% katika retention rate, hiyo video itasambaa, kama sio leo, kesho, kama sio kesho kutwa, kama sio wiki ijayo, lakini hakikisha kuwa itasambaa.
Njoo sasa hivi tutoe baadhi ya maelezo ambayo watu wanakupa si sahihi. Kwanza, kuna mtu anakuambia lazima uwe na muda maalum wa kutuma post, lakini si sahihi. Mitandao ya kijamii inahitaji uendelevu, lakini sio jedwali maalum. Ndio nini? Kuna tofauti kati ya kuendelea, yani channel yako iwe inaonekana inatuma post kama sio leo, kesho, kesho kutwa au siku yote, lakini ionekane inaendelea kufanya kazi. Lakini sio kuwa kila siku fulani au Jumamosi channel yako inarusha somo. Hiyo sio lazima. Hilo sio jambo la lazima. Upo? Kwa ni maneno ambayo sisi tunaambizana lakini hayana mashiko kwenye upande wa utendaji kazi kwa mujibu wa tafiti katika upande huu. Kwa mfano, kuna mtu alituma posti usiku wa saa 3, kitu ambacho si kawaida. Usiku watu wamelala, si ndio? Na ikakaa siku kadhaa, ilipita siku 3 na ikakaa muda mrefu ikiwa zero, haina hata view hata moja. Unaweza kusema imepotea, lakini mwisho ile video ilifikisha view milioni 6. Kwa hakuna muda maalum wa kutuma post. Kinachotakiwa tu uwe na uendelevu kwenye utumaji post. Unaonaje kama utatuma video kila siku lakini za kawaida? Na ukatuma video kila baada ya mwezi lakini ikawa ni video ambayo ikitumwa ina trend au inakuwa viral. Unaonaje, nini unachagua? Kutuma kila siku video ambazo ni za kawaida au kutuma mara moja video ambayo itakuwa na nguvu? Na ndio lengo. Unatakiwa utengeneze video ambayo ukituma, hata kama utachelewa, ukituma basi tuma video ambayo inahamsha page nzima au channel yako yote. Kwa chukua muda, andaa video. Of course tutakuja tutoe maelezo kama tulivyosema, wasomo bado hajaanza, tuko kwenye introduction ya somo letu. Tuko tunaondosha tu baadhi ya fikra ambazo, baadhi ya dhana ambazo zimo vichwani mwetu. Kitu kingine ni kutuma video kila siku au kila baada ya siku. Kuna wengine wanakuambia tuma video kila siku au leo tuma leo, kesho acha tuma kesho kutwa. Hiyo pia sio lazima. Tuma video muda wote. Kinachotakiwa tu channel yako ionekane iko active. Kuna tofauti kati ya kuendelea kufanya kazi na kufanya kazi muda maalum. Kufanya kazi muda maalum kwenye mitandao ya kijamii sio lazima. Ama kuendelea kufanya kazi ni muhimu ili channel yako au website yako ifanye kazi vizuri. Kwa mfano, hii channel yetu ya Kambi Kuu, hii page yetu ya Kambi Kuu, kuna kipindi tuliacha kabisa ikawa ifanye kazi kabisa. Yani hatujatuma chochote kwa muda mrefu mpaka views ikafika 70,000. Lakini angalia sasa hivi tuko milioni ngapi? 14. Vipi inaweza kufika milioni 14 wakati sisi kabla hapo video channel tuliacha kwa muda mrefu? Kwa kumbe kuiacha channel kwa muda mrefu haiathiri nini? Usambazaji wa video. Natakiwa tu channel yako iendelee kufanya kazi. Mwingine anakuambia lazima ukae online baada ya kutuma video. Sio lazima, bila shaka. Sio kweli, bila shaka. Tuma video, funga mtandao wako, fanya unachokitaka. Lakini pia kuna nadharia ambayo watu wengi wanaifuata, hasa watu wa Facebook kwenye page. Wanakuambia komenti mara kadhaa baada ya kuposti. Njia inatumika sana Facebook. Utakuta mtu katuma posti, chini ana komenti mara kadhaa, labda komenti 10, 20, mwingine ana komenti mpaka mara 30. Hakuna faida. Hiyo haimaanishi kuwa eti channel yako posti yako itaenezwa kwa sababu kuna comment. Of course kwenye Facebook comment zinasambaza sana post yako, lakini sio comment yako mwenyewe, ni comment ya watu ambao wanafuatilia ile post yako. Sio lazima wewe comment ili channel yako au post yako ifanyaje, isambae. Wewe comment kama kitakuwa kuna kitu muhimu. Take care. Mwingine ataniambia okay, mbona Kambi Kuu tunaona na yenyewe na comment? Si hatu comment kwa ajili hiyo. Katika Facebook tutakuja tuone huko mbele, linki zinaathiri post. Chukua hii. Kuanzia leo usiweke linki kwenye post, weka linki chini. Kwa nini? Na hii ni wao wenyewe wanatupa ujumbe huo kwa linki unapoiweka kwenye video, kwenye posti, inasababisha post yako kutosambaa. Umenielewa? Kwa sababu wao hawataki watu waweke linki mbalimbali kwenye post. Wanataka wasiweke linki, fupa hawataki linki. Ila kwenye comment hawajafuatilia sana. Kwa kwenye comment ukicomment inachukulia kama ni linki mtu tu kaiweka kwa kawaida, ihusiana na post. Kwa post itaendelea kufanyaje? Kusambazwa. Kitu kingine ni lazima uweke sauti trend ili sauti yako, ili video yako itambae. Sauti trend ni nini? Mtu anaweka labda nyimbo fulani. Upo lengo lake ni kwamba ile nyimbo yote anayesikiliza kwenye mtandao ifike. Kwa sababu katika mitandao ya kijamii hasa Facebook, kwenye YouTube sijaona, ila na wenyewe nadhani wanaelekea huko, ila kwa mimi sijachunguza bado. Unapokuwa umetazama video yenye sauti fulani, baadaye unaletewa video nyingine ambayo ina sauti ile ile. Kwa kuna watu wanatumia njia ile kusambaza video zao. Fikra mzuri, lakini take care. Unapotumia sauti alafu ikawa kinyume na malengo, watu wanakuwa wafuatilia video yako. Upo.
Kwa usitumie, sio lazima kutumia sauti trend, na kama utatumia sauti trend, tumia sauti kwa mujibu wa lengo la video yako. Sio tu unaweka ili mradi. Fikira hii ipo pia TikTok, na wao pia wanatumia mfumo huu. Umetazama video yenye sauti fulani na kuletea sauti. Kwa mfano watu sasa wanatumia sana ile kile kicheko. Utashangaa kwa nini kila mtu anaweka kicheko kile? Lengo lake ni kwamba video yake, madamu umetazama video na kicheko kile, video yake ikufike. Na of course itakufika. Kwa kinachoangalia sasa ndio imekufika, lakini je, iko vizuri video yako? Kwa kikuu ni video iandae vizuri na wala sio kuweka sauti fulani au kitu fulani. Kingine, lazima ushare video yako ima Facebook au Instagram au wapi, kwa watu wa YouTube kwa mfano. Sio lazima weka post, hakuna haja kuishare. Watu ambao wanakufuatilia wao wenyewe ndio watashare hizo posti zao. Kwa hiyo hauna haja kukaa ushare. Mfano kwa sisi, kwa watu wa Facebook tunaambiwa lazima tushare kwenye nini? Kwenye magroup. Ndio inakuuza view, lakini si lazima kushare kwenye group ili upate view nyingi. Kwa mfano sisi posti zetu nyingi hatujashare kwenye magroup. Watu wenyewe ambao wanafuatilia wao ndio wanashare kwenye sehemu mbalimbali. Upo kwa bado tunarejea pale pale. Kikuu tu post yako iandae vizuri, fuata sheria za hook, fuata sheria za storytelling, fuata sheria za payoff, utaona matokeo. Na hizo sheria of course tutakuja tuisome baada ya kumaliza masomo haya au introduction hii ya retention rate. Na mpaka hapa tumefika mwisho wa somo hili la retention rate. Wewe sasa hivi tayari uko tayari kuingia kwenye somo au kwenye kozi, na tutaanza rasmi kozi yetu katika somo linalokuja, na tutaanza kuangalia nyenzo ambazo zinafanya video ziwe na view nyingi au ziwe viral. Asante.